Rafiki yangu, mwenzako hapa nilipo hata sielewi. Hauelewi nini? Dada ana siku ya 3 tangu adondoke ghafla, kalala tu ndani. Sio zongo hilo shoga yangu. Zongo? Unamaanisha nini? Wewe zongo ulijui? Hapana. Hapo inabidi umtafute mtaalamu akafanyie dawa kabla mambo hajawa mengi. Maana kijiji hiki kina mambo kwa. Subiri kwanza. Mtaalamu? Ndio. Tena inabidi mfanye haraka, mtamkosa. Upo? Mtaalamu gani huyo unayozungumzia? Mtaalamu umjui? Na maanisha mganga. Isma, hausikii sauti? Kwa mbali? Tuondoke. Nina taarifa ambayo nataka nikupatie, lakini nzuri kwa upande wetu. Taarifa gani? Yuzo amemuua mkuu. Aliwezaje? Maana hizi taarifa ni ngeni kwetu. Kumbuka Yuzo ana nguvu kuliko sisi na anajua njia zote ambazo wanazifanya mkuu. Hivyo ni rahisi sana kuweza kumwangamiza mkuu. Sasa itakuwaje kuhusu maiti ya mke wa mkuu? Maana nafsi yake alishamkabidhi yule mwanamke ambaye alitokea kupendwa na mkuu ili aendelee kumtumia. Maiti ya mke wa mkuu tayari ilishazikwa na Yuzo, na kuhusu nafsi ya yule binti atajua mwenyewe. Ila tukumbuke, akiweza kuitumia vizuri atatuangamiza sana, kwa sababu ni kali kupita kitu chochote. Sasa itakuwaje? Atajua yeye mwenyewe, ila akisema halipize kisasi tumekwisha. Vipi shoga yangu? Mbona umekuja na hofu? Una matatizo gani? Rafiki yangu, shemeji yangu ana siku ya 3 hajaonekana nyumbani, na mbaya zaidi jua linaelekea kuzama, sijui atakuwa wapi. Na matatizo gani? Na vipi dadako anaendeleaje? Kapona? Dada hali yake kama ilivyokuwa mwanzo, hakijabadilika chochote. Sasa dadako yupo, ina maana unamwonea wivu shemeji yako? Sina kuuliza wewe. Wewe nini? Wewe. Irene, unajua Fia kuwa ni mzuri, lakini uzuri wako usijifanye mimi kuniumiza. Hebu basi jaribu kuangalia hisia zangu upande wako. Mama, ninakupenda sana, tena nina upendo sana wa dhati na wewe. Nahitaji kujenga familia na wewe, nahitaji tuzae watoto. Mama, niko tayari sana kufanya jambo lolote kwa ajili yako, na nakuhakikishia hiyo ndoa yetu itakuwa ya pambe, yani majirani wote watafunga vibwebwe kwa ajili yako. Nishatamba sana kwa marafiki zangu. Sasa mama, ukinikatalia marafiki zangu watanena mimi mtu wa ovyo. Hebu jaribu basi kunikubalia basi mama.
Hivi unaitwa nani vile? Kumbe jina langu liko lijui. Naitwa Mkaramba Boy hapa, mtoto wa Kimakonde kutoka Mtwara. Vipi? Jina langu ni mzuri eh? Sasa sikiza nikwambie Mkaramba. Mtu azuii kupenda. Moyo unapenda popote pale. Lakini kwangu mimi ni tofauti. Yaani unataka kumaanisha nini? Wewe sio chaguo la moyo wangu. Yaani namaanisha sikupendi. Siwezi kuishi na mtu ambaye simpendi. Kwa hiyo cha kukushauri tu, tafuta mwanamke ambaye atakupenda na atakuheshimu. Kwa vile mimi sikupendi, siwezi kukuheshimu. Siwezi kuishi na wewe. Ni hayo tu. Ni kosa gani ambalo nimekukosea? Ni kitu gani ambacho nimekufanyia? Basi kama kuna adhabu yoyote nipatie, ili mradi tu uje kuwa mke wangu mama. Ukweli kwa ninakupenda sana. Niko tayari mimi nifanye jambo lolote au chochote katika moyo wangu ichukue, ili mradi basi mimi kuja kuwa na wewe. Alini kweli kwa nakupenda. Basi jaribu kunifikiria basi hata kwa wakati mwingine, ili uje kunipa majibu mazuri. Kweli kwa marafiki zangu wote nimwambia mimi naoa. Sasa leo hii akija kujua kwamba mimi sioi kweli afu mimi nikataa, naita picha gani? Tafadhali ninakuomba sana mamangu, nakuomba jaribu kunipa nafasi yako ili uone upendo wangu kwako mama. Nakupenda sana. Sawa mama. Ukweli kutoka moyoni mwangu, sikupendi. Sijawahi kukupenda. Sitokaa nikupende na wala sina hisia na wewe. Kwa siwezi kuishi na wewe hata kwa mara moja. Siri ya moyo. Moyo wangu umebeba mengi tena ya kuumiza, mana ninachoshika kwangu kinateleza dunia. Yesu, nikikuangalia kiumri bado ni binti mdogo, lakini unajipa majukumu makubwa sana. Unamaanisha nini? Unamjua nyoka Kifutu? Kifutu ni nyoka ambaye mpole sana, atua kwenye majani yetu, lakini kutokana na hila za binadamu wanaenda kumchokoza na kumkanyaga. Hapo ndipo nyoka huyu huamka na kumgonga binadamu. Na ubaya wa nyoka huyu, akishamng'ata binadamu achukue round. Ili inamaanisha anaweza akachukua dakika 5 hadi 10 na anakufa. Mbona sikuelewi? Unamaanisha nini? Nachokimaanisha ni kwamba mimi ni kama nyoka Kifutu ambaye nimejificha kwenye majani, ninatulia. Lakini kuna baadhi ya binadamu wanataka kunichokoza. Na nikishaamka tu naweza nikawazuru na kuhatarishia maisha yao. Labda kitu ambacho unatakiwa ukijue Esma, unatakiwa kukaa mbali na vitu ambavyo havikuhusu, maana yatakukuta mambo. Kwani kimetokea nini? Mbona sikuelewi mkaka? Sio kila unachokijua unatakiwa kupaza sauti kukizungumzia. Ingine havizungumziki kabisa. Achana na tabia kupatilia mambo ya watu, yatakutokea puani. Siri ya moyo. Samani Aisha, nikuja hapa kwako kwa jambo moja tu. Umekuwa mtu wa kunifuatilia sana, sio mara moja, sio mara mbili. Na kweli niko sikupendi, lakini ikiwa kama binadamu nina moyo wa huruma sana. Nimefikiria kwa wewe kweli una mapenzi dhati.
Kwa hiyo kwenye pangu mmoja kukubali, niko tayari kwa nawe. Kweli? Nimekubali. Una uhakika? Sure kabisa, niko tayari kwa nawe. Mkalamba, unamaanisha umenikubalia ombi langu? Ya, namaanisha kwa kweli nimekubali ombi lako. Nilikuwa najua niko mpweke sana wakati ule ambao ulikuwa unakuja afanya kupa majibu ambayo sio mazuri. Wewe ni mwanamke mmoja mrembo sana, na nimeweza kukujua hapa sasa hivi karibuni. So, niko tayari. Asante sana baby. Kama ni kweli umenikubalia ombi langu, na kuhakikishia nitakupenda. Nitakupa mapenzi yote. Nitakupa mapenzi yote yanayostahili kupewa mwanaume. Sawa, mimi ndo mtoto wa Makonde. Umiesunga bila si wa Makonde. Ulikuwa unapotea wapi? Umenizungusha. Au kimekupata nini leo? Usijali.